Kwa niaba ya umoja wa madereva bodaboda tunatoa pole za dhati kwa familia ya Afande Daudi, jeshi la polisi na wote walioguswa na msiba huu mzito. Msiba huu ni mzito sana kwetu. Umetuumiza sana. Na yazungumza haya kwa niaba ya madereva wote. Sio tu waliowepo hapa, hata waliokosa kuhudhuria eneo hili. Hakika mpendwa wetu alikuwa jasiri na mwenye maono. Tutaendelea kumkumbuka kwa kuyaenzi mema yake, kwa maana alitufundisha vitu vingi sana tulipokuwa tunakutana naye barabarani. Lakini kuondoka kwa mpendwa wetu naomba liwe funzo kama imani zetu zinavyosema. Hii ni kwa Waislamu na Wakristo wote, kwamba tunapopatwa na umauti inakuwa kama funzo. Afande Daudi alikuwa anaishi vizuri sana na watu. Watu wote ambao unaona wamekimbilia eneo hili ni kwa sababu ya mazuri yake na ubinadamu wake ambao alikuwa anautekeleza pindi anapotekeleza majukumu yake barabarani. Usiwe tu kuwa msiba, tubaki na funzo. Kwa maana sisi ametuachia funzo na watendaji wenzake wapate funzo kwenye hili. Wingi huu tunauona ni kwa sababu ya namna ya kipekee ambavyo mpendwa wetu alikuwa anaishi na sisi wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Rai yangu na ombi langu kubwa kwa maafande wetu ambao wamebaki, ambao wanaendelea kushirikiana na sisi barabarani wakati wa utekelezaji wa majukumu yao, tunawaomba sana tuukumbuke ubinadamu na hutu. Hii ndio itakuwa njia pekee ya kumwenzi mpendwa wetu. Daudi ni kijana niliyemfahamu sana. Polisi, kazi ya polisi ni kulinda usalama wa watu na mali zao. Lakini namna ya ulindaji wa usalama usichukuliwe kipolisi sana. Umati huu unaouona ni dalili nzuri, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwamba jeshi la polisi sasa lina ushirikiano mzuri sana na jamii. Ndio maana unaona umati huu uko hapa kwa ajili ya kumwaga ndugu yetu Koplo Daudi. Lakini kama yalivyoongewa maneno hapa ni kwamba dalili hii, kamanda wa polisi, unapokuwa kwenye vikao vyenu mnavyovijua, muwe mna maneno ambayo yanawatriki kidogo askari wako namna ya uishiji na raia. Maana miaka ya nyuma ukisikia msiba wa polisi unaweza ukasikia watu wanasema acha yafe tu. Lakini leo hii na kuhakikishia, ukiona bodaboda wanatoa mchango kwa polisi, hasa wa usalama barabarani, ni kujiuliza sana. Mimi kwa niaba ya madiwani wa halmashauri ya Nachingwea na timu nzima ya watumishi wa halmashauri ya Nachingwea, nichukue fursa hii kuwapa pole sana kwa msiba mzito wa ndugu yetu Koplo Daudi. Waliotangulia wamesema mema yake. Mimi naamini hakuna nitalolisema jipya wenda waliotangulia hawajalisema. Lakini kikubwa tuendelee kuyaishi yale mema yote ambayo ndugu yetu Daudi alikuwa anaishi naye katika maisha yake. Tumesikia hapa hata baba paroko wakati anatoa misa, mambo matatu amemwelezea marehemu wetu Daudi. Amesema kiimani alishika vizuri sana imani yake. Kwa na sisi waombolezaji wote ambao tumekuja kumsindikiza ndugu yetu Daudi, twendeni tukaziishi imani zetu. Lakini pia amesema kijamii ameweza kuishi vizuri sana
na watu wanaomzunguka. Na mimi baada ya kusikia ule wasifu wake, kumbe nikapata picha. Ana diploma ya maendeleo ya vijana. Jinsi gani Koplo Daudi enza uhai wake alivyokuwa anaishi na vijana, ndio maana umeona hapa. Yule mwenyekiti wa bodaboda jinsi alivyomuelezea, kila mmoja wetu hapa alitamani anitoke machozi. Maana yake nini? Elimu yake kwa ajili ya maendeleo ya vijana ameitumia vizuri sana. Na mimi sio peke yake anayosoma kwa ajili ya kuishi nao vijana na watu wengine, basi na wao waweze kuzitumia vizuri elimu zao jinsi ya kuishi na jamii ambayo inaizunguka. RPC waliotangulia wamesema mengi sana, wamemzungumza mengi sana Koplo Daudi, lakini kifo chake kimetokana na majukumu ya kikazi. Alikuwa kazini, mauti yakamkuta. Lakini pamoja ya kumkuta mauti, sisi ambao tumekusanyika leo hapa, lipo jambo moja ambalo tunatakiwa tuondoke nalo na tujifunze nalo, kwamba tumejiandaje. Maana kifo hakina salamu, kifo hakina barua au siku. Mungu tu ndo anaamua. Kwa hiyo kubwa hapa tuondoe kwamba tujiandae na kifo na malazi yetu ya milele. Hilo na msingi. Lakini pamoja na hayo, kwa kuwa Koplo Daudi kifo chake kimemkuta wakati anafanya kazi za kitaifa, lakini wapo baadhi ya watu wanajaribu kupotosha. Na ile ningependa nilizungumze kwamba tunatambua kwamba jeshi letu la polisi liko vizuri. Jeshi la polisi haliwezi kuwa linashindwa na wafugaji au kuacha askari wake auliwe na mfugaji. Hiyo nataka niwaambie sio kweli, kwamba mauti yake yametokana kama kapigwa mkuki na wamang'ati. Hapana, ni masuala ya kazi, bahati mbaya imetokea bahati. Lakini sisi kama serikali tutahakikisha kwamba usalama wa raia na mali zao, maeneo yote ile ambayo wakulima wanafanya shughuli zao, hatutakubali kuruhusu wafugaji waende wakafanya vitu ambavyo vya ovyo. Tunatambua jambo hili limetokea na Mikango siku wa manane wa mang'ati wajaribu kwenda kwenye zizi moja kuiba ng'ombe. Sasa tunatoa salamu wale wote ambao wanashirikiana na wamang'ati kwenda kujaribu kuiba ng'ombe za watu, tutawaonesha mfano safari hii. Na hapa RPC lazima uonyeshe mfano. Hatutacheka na mtu ambaye atajaribu kutekeleza au kuumiza nguvu kazi ya taifa letu. Kazi yetu ni ya hatari. Inahusika na ulinzi na usalama wa watu na maisha yao. Inahusika na kupambana na adui. Ndio maana sisi wanajeshi tunaapa kufa kwa ajili ya kutetea maisha ya watu. Kwa hiyo sisi leo Daudi, Koplo Daudi amekufa kishujaa. Amekufa akiwa kazini. Kwanza amekesha. Kwa sababu kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tarehe 6 kuna tukio la wizi wa mifugo. Na kijiji kinaitwa Naulingo huko Lionjo. Wakaiba mifugo ng'ombe 24, sorry. Kwa hiyo walivyoiba wale ng'ombe saa 8 usiku, tukapata taarifa asubuhi saa 3 kwamba tumeibiwa mifugo. Kwa hiyo kikaundwa kikosi akiwemo Daudi kwenda kufuatilia hayo majizi. Na bahati nzuri kwenye operation ile wananchi pia walikuwepo. Kwa hiyo tukaweza kati ya ng'ombe 24 tukaweza kukamata ng'ombe 22. Kwa hiyo wawili wakawa ndio wanamisi.
Sasa wakati tunapambana kuwatafuta, tunaambiwa wale kule, na giza ikawa imeingia. Wakati tuna exchange fire kwamba lazima hawa tuwajeruhi ili kuwakamata, sababu yeye majamaa yanakimbilia mapolini. Ndio bahati mbaya risasi ikamjeruhi Kopro Daudi kwenye upande wa mkono wa kulia, kwenye bega, akatoa damu kwa wingi, baadaye akafariki akiwa hospitali ya Mnero ya Mission